Bwana Yesu asifiwe. Penda niungane pamoja nawe tenga muda wako waza pamoja na Bwana katika jioni ya leo, katika mfululizo wa siku 10 za maombi ya dhati. Japokuwa kwa kanisa la Waadventista wa Sabato ni utaratibu, ni tabia yetu kuwa watu wa maombi kila siku, lakini kanisa ikaenda mbali na kuweka walau siku 10 ili usiishie kuomba peke yako, uweze kuungana kwa ajili ya kuongea na Mungu kwa umoja, kama wanafunzi wa Yesu walipoketi katika chumba cha juu ili wakae kwa pamoja, waondoe tofauti zao ili kuongea na Yesu. Nasi pia katika siku hizi 10 kwa neema ya Bwana kutupatia nafasi ni kukaribishe kuungane, kumshukuru Mungu, kumwomba Mungu, kumwabudu na kumtukuza jina lake. Bwana asifiwe. Katika siku hizi 10 tuna moto, tunajua kwa asilimia kubwa. Kabla mimi sijasimama hapa, washiriki wengi mmepata hayo somo kwa njia ya soft copy na unaelewa kile ambacho kinaendelea. Moto ama mada kuu katika mwaka huu 2026, moto wetu wa maombi unasema hivi: kufunguliwa. Bwana asifiwe. Kufanya nini? Kufunguliwa. Kati na kufunguliwa ni kama maana fupi ya kiroho kimaandiko, neno fupi kwa maneno 3 kimaandiko.
siku 10 katika nafasi ya zile dakika 10 za kutoa ushuhuda bora, uwe mmoja wao, na inawezekana uwe mmoja wao. Kwa hiyo kufunguliwa ambapo tunazungumzia katika siku hizi 10 ni uweza wa Mungu unaoweza kufanya jambo lolote ambalo ni jema kwa maisha yangu, kwa maisha yako, kwa maisha yetu, bila kujali kizuizi kilichopo. Na tutaona kizuizi ambacho kilikuwepo kwa Yesu ambacho Shetani alikiweka ili ule mpango wa Mungu kwa wanadamu ushindane. Na hiyo ni muda wa maombi yenye nguvu, ni muda wa kuwa na ujasiri na imani thabiti katika kumtegemea na kumtumaini Mungu. Uwezo wa Mungu utaachiliwa kwetu, baraka za Mungu zitamiminika kwetu, na nguvu ya Roho Mtakatifu itamiminwa kwetu, ama kwako, ama kwangu, juu yetu, pale ambapo watu wanapokubali kuomba kwa imani. Sio kuomba kwa nini? Kwa imani. Hapo ndio penye mtihani. Na maana ya neno kufunguliwa katika mara kuu ina maana ya kwamba yako mambo ambayo yamefungwa, sio wawili. Yako mambo ambayo yamefungwa. Nani ambaye amefunga hayo mambo? Katika nyakati zote, atilia Agano la Kale, fuatilia Agano Jipya na fuatilia maisha ya leo, Shetani hana furaha kuona mtoto wa Mungu akiwa na furaha. Na pia Shetani siku zote hana furaha kuona muumini wa Mungu au mgeni ambaye mtembelea leo akiishi akiwa na baraka. Lakini Shetani hafurahii kuona mwanadamu anayetegemea Mungu akiwa na amani. Najua Sulemani anasema ya kwamba ni heri kula ugali ambao hauna mboga, yaani ni heri ndio kavu bila mboga, kuliko kukaa nyumba ya kifahari yenye mboga. Shetani hafurahii kuona tukiwa tukiishi kwa furaha. Adui hafurahii tukiwa na amani ya moyo. By the way, amani sio kitu kinachotakwa. Kama jamani, ina amani. Amani ni kile ambacho ni vile ambavyo
sauti moja, kauli inapotolewa na mwenzi inapokwenda kwa mwenzi wake mwingine, kauli ndogo tu, maneno ya kawaida, sentensi ya kawaida ambayo ina maana nzuri, lakini inapomfikia mwenzi mume wake ama mke wake, akiongeza maneno mengine ili kwake isikike kama ni kauli mbaya iliyotamkwa. Shetani hafurahi kuona ndoa ikiwa na amani. Shetani hafurahi kuona vijana wakiwa na mahusiano yaliyo. Pia hafurahi kuona watoto wakiwa na tabia njema. Anafanya kila namna ili watoto wawe na tabia mbaya. Alisomagete mfiki. Unaona? Hayo ni baadhi ya mambo ambayo adui Shetani anafanya kila namna 24/7 kuhakikisha ya kwamba katika maeneo ambayo watoto wa Mungu wanafurahia, wana amani, wana ushirikiano, wana umoja kama uhuru, analeta kuita vijana, anafunga mageti hayo ili tushindwe kupokea baraka za Bwana. Naomba nikwambie kitu kimoja kwa neema ya Bwana. Yale yote tunayoyaona ya kwamba kwako hayawezekani, nakwambia leo kwa jina la Yesu yanawezekana kabisa. Ila tu ninakuombea kwa neema ya Bwana, nikijiombea na mimi. Anza kuwa na maombi mafupi yenye imani. Amina. Katika siku hizi kumi, maombi yamegawanyika katika sehemu tatu. Moja, hakikisha unapata wasaa peke yako ndani ya masaa 24 kuzungumza na Mungu wako peke yako. Na wewe la sivyo hautaenjoy maombi. Katika moja siku 10 ya kusema moja, hakikisha unapata wasaa wa pekee pamoja na Mungu wako. Na weka mpangilio wa muda wa maombi popote pale ulipo, hakikisha unazungumza na Yesu. Sehemu ya pili ya maombi katika siku za kumi haya, hakikisha unapata wasaa kama familia. Edha ni siku 2, edha ni siku 3, pangilieni kama familia. Hakikisha ndani ya masaa 24 unaikusanya familia yako, unazungumza na Yesu. Alafu kimaliza hayo, sehemu ya 3, jioni saa 11, njoo tuombe kwa pamoja. Bwana tuseme amina. Kwa siku usiwe mnyonge, hata msema amina peke yako, maana tunataka tuzitue mbele za Bwana. Hapo nikupendekezee mambo machache kabla ya tafakari fupi ya neno jioni ya leo. Moja, nakupatia mkakati mdogo katika siku za maombi. Pia ninaanza kufanyia kazi. Moja, weka mkakati namna unavyokusudia kujihusisha na kazi ya Bwana kwa mwaka huu. Pamoja na najua hii sababu ya maombi yetu, lakini moja na kumbusha mapema, weka mkakati, zungumza na Mungu namna gani utakavyohusisha na kazi ya Bwana. Rumi 2026. Pili, kaa chini na familia yako na wekeni malengo yenu kwa maandishi. Hapo ndio tunafanya ila kama bado kufanya sasa. Na kaeni mbali, wekeni mipango yenu kama familia.
hatufai kwenda nyumbani. Tunapo tukiomba hiyo mipango yetu iwe ndani ya sauti. Namba 3, usizuie ushuhuda kwa kile ambacho Bwana amefanya kwako. Niwe kuambia nilipokuwa Morogoro Alfani, nilikuwa nikienda kusali siku za Jumapili ili ya utume. Wakati wa shuhuda muda hautoshi, na baadhi ya shuhuda mpaka naona aibu kusikiliza, wale ni za kawaida kwa Mungu amemuokoa akiwa kwenye ndoto. Baba wewe usiwe mchoyo huko. Nitakueleza somo sana jioni ya leo unaohusika na habari ya kujua Yesu Mwokozi wetu aliye hai. Ni pamoja na kutosha. Wewe usiwe mchoyo kuambia watu kwa yale Bwana ambayo amekutendea. 4, katika siku hizi 10 tengeni muda ambao nilielezea mwanzoni. Kama familia hiyo siku, zungumzeni na Bwana kwa kila familia. Mwisho, usisahau katika maombi yako, kama katika maombi yako unayoyaomba na nimeshaweka hapo, hakikisha kwamba hayana viashiria vya ubinafsi. Narudia tena, hakikisha maombi yako hayana binafsi. Maombi ya ubinafsi, maombi ambayo yaomba baraka za Mungu kwako kwetu, ambayo hayana mchango katika ustawi wa kazi ya Mungu. Ninarudia tena, nitazungumza hapa mbele ya shetani. Maombi yako unayoyaomba yasikunufaishe wewe tu peke yako, bali yawe na ustawi wa kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa wimbo mzuri, wimbo ambao tunaimbwa, lakini pia na wimbo aliyesema wimbo namba 54 kitabu kidogo 98 kitabu kikubwa kuwasiliana, lakini kwa nini waambia hapo wakati wote Bwana awabariki. Yesu Mwokozi wetu, Mwokozi wako aliye jamani, aliye hai. Hiyo ndio neno letu kwa uchache, alafu tutakupatia nafasi tutaomba peke yako na Bwana, na pia tutaomba watu watatu, na kisha tutakuwa na maombi ya pamoja. Lakini pia nisema mapema kama sijasahau, tamani pia kwenda kwa kikosi kama kanisa ya watu 6 ama na kupungua, ambao tutaombeana kwa muda wa siku 10. Kwa hiyo leo tunapata vikosi kama hivyo. Mtu akija kesho ambaye pia hakuelewa na mara nyingine kwa kuja siku ya kesho, ili tuwe na vikosi hapa vya kuombeana wakati tuko pamoja. Katika Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, moja ya vitabu viwili ambavyo vimeandikwa, mtumishi wa Mungu Daktari Luka kiandika kitabu cha Luka ile cha Injili na kitabu cha Matendo ya Mitume. Nami nitasoma hizo aya 3, alafu tutapata tafakari chache. Aya ya kwanza mpaka ya 3. Kitabu kile cha kwanza na kiandika akielezea kitabu cha nini cha Luka, na kiandika kwa Teofilo katika
kufufuliwa tu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua na wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu namna gani jamani? Yohana akiwatokea wanafunzi wake kwa muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa nani? Wezielewa neno la kufunguliwa, neno la kuwekwa huru kutoka katika kifungo, bila kutaja jina lenye mamlaka, jina lenye uweza, jina lenye nguvu, jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunataka kupata uzoefu wa pekee wa kufunguliwa pale tutakapokubali kumjua Yesu. Sura ya kwanza ya kitabu cha Matendo ilichoandikwa na Luka anaeleza kuwa ni kitabu cha Luka alichokiandika kwa Teofilo. Kinaeleza kuhusu huduma ya Yesu, kufundisha, kuhubiri, kuponya watu magonjwa, kuwafungulia watu waliofungwa na pepo wachafu, akiwalisha makutano, akifundisha kwa mifano, na hatimaye akateswa, akasulubiwa msalabani, akafa, na kisha katika Injili hasa Luka aliandika Matendo, anaeleza kwamba kisha siku ya 3 hata alfajiri na mapema Yesu akafufuka, na alipofufuka aliwapa kazi maalum wanafunzi wa Yesu ya kufanya baada ya kufufuka kwake. Sasa nasema haya, Maandiko matakatifu yanashuhudia na waandishi kadha wa kadha wanashuhudia kwamba Yesu amefufuka. Lakini habari njema ni hii pia, Yesu yeye mwenyewe amenena ndani ya Maandiko akisema ya kwamba amefufuka na yeye yu hai. Amina. Ndio wewe kupata ladha makini na ushuhuda wenye nguvu wa Yesu kufufuka kwake bila kujua kilichokuwa kiko nyuma ya pazia. Ndio Yesu tangu kufanywa kwake mwili katika kuzaliwa alikumbana na misukosuko. Shetani aliweka mpango makini wa kuwezesha kuahirisha mpango wa wokovu kwa wanadamu. Hata katika huduma yake alimtafuta katika vipindi tofauti ili kuhakikisha kwamba anaahirisha mpango wa wokovu kwa wanadamu. Angalia hata kifo chake, ukisoma hii Mathayo, Marko, Luka na Yohana wanaelezea jinsi
sababu alizikwa katika kaburi kwenye mwamba, alafu jiwe likawekwa kubwa ambalo ni wanaume kadhaa wenye walioshiba, wenye misuli, wenye uwezo wa kuliondoa. Hawakuishia hapo, wakaweka ulinzi mkali wa askari ili asifufuke. Lakini Mungu ni mwema. Yesu mweza wa yote, katikati ya jiwe kubwa, katikati ya walinzi, Yesu alifufuka. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie, hakuna ushuhuda wenye nguvu wa maisha ya mwanadamu. Hakuna ushuhuda ambao unapaswa kuhubiriwa kwa nguvu. Hakuna ushuhuda ambao unapaswa waimbaji kuimba kwa furaha kama ushuhuda Yesu yu hai. Amina. Pamoja na mipango ya adui aliyeweka ili kukwamisha mpango wa wokovu kwa wanadamu, ninamshukuru Yesu wa milele ambaye yeye alishinda vikwazo vyote. Sasa jioni ya leo ninakuletea pendekezo hili kwa mapema. Yesu aliyeshinda kaburi anaweza kukushindia wewe leo. Amina. Kuna hali ambayo unaipitia inayozidi. Najua kaburi ni mwisho wa maisha, lakini Yesu anaelimisha kwamba kaburi ndio mwanzo wa maisha. Yesu alishinda, na ndio maana tumeangalia sura ya 13 ile aya ya 8 anaeleza kwamba Yesu yeye yule jana, leo na milele. So Yesu ameshinda kaburi. Hapo ndio ukomo wa maisha ya wanadamu. Hata leo Yesu yupo. Najua yako makaburi ambayo vipo vifuko ambavyo vimefunga maisha yetu ya kila siku, na hatimaye tumekosa tumaini, tumepoteza matumaini, tumejawa na mashaka, tumejawa na wasiwasi, tumejawa na huzuni, tumejawa na kukatishwa tamaa na kila habari inayotokeza, mara uchumi kuporomoka, mara magonjwa, mara wachawi, mara nini. Katika jioni ya leo ninakuambia kwamba Yesu yuko hai kwa ajili yako. Amina. Karibisha katika siku hizi 10 za maombi ya kufunguliwa, maana Yesu yuko hai, anafanya na kwako yale mawe yaliyofungwa na adui ili sifikia hatua ya mafanikio. Bwana ametangaza neema yake na sauti yenye nguvu. Wale wanaotumaini Bwana anapenda kufungua njia. Na anasema kwamba yeye ana uwezo wa kutengeneza njia ya Bwana. Ana uwezo wa kutengeneza mito ya maji mikubwa nyikani. Amina. Ndio maana wanafunzi wa Yesu walipata uzoefu wa pekee walipokuwa karibu naye, wakimsikiliza Yesu aliyeshinda mauti. Walianza kupata uzoefu, imani yao ikaanza kukua, tabia zao zikaanza kubadilika, na hatimaye baadaye tunashuhudia wanafunzi wa Yesu walifanya makubwa kwa sababu walimjua Yesu. Tumeimba, nataka kumjua Yesu. Kumjua Yesu ni kukubali kuishi
kuketi miguuni pake katika hizi siku 10 ni ishara pekee. Tunatamani tumjifunze Yesu kwa namna ya kipekee ili tumfahamu na tujue yapasayo. Tena karamu ya uvuvio, kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza cha Kiswahili, ule ukurasa wa 20. Tasoma maneno mafupi ya kupaka katika paragrafu ya 3. Siku zile Yesu alizozitumia na wanafunzi wake walipata uzoefu mpya walipokuwa wakimsikiliza Bwana wao akiyafafanua maandiko matakatifu katika nuru ya kile kilichokuwa kinatokea. Imani yao kwake iliimarishwa kikamilifu. Naomba Yesu pia tunapofungua neno la Mungu hapa kila siku, imani yetu iimarishwe kwake. Jamani, isubiri mzee wa kanisa anitie wewe usonge mbele au tuendelee. Ni kweli wajibu wao, ndio kazi yetu, lakini kabla ya hapo imani yako ikue kila unaposoma. Walifika hatua ya kuweza kusema ninamjua yeye niliyemwamini, katika Timotheo 2:1-2. Tangu hapo walianza kuona aina na ukubwa wa kazi waliokuwa nayo na kuona kwamba walikuwa waende kutangaza ukweli waliokuwa wameaminiwa nao kwa ulimwengu. Matukio ya maisha, kifo na ufufuo wa Kristo, unabii uliokuwa unaelezea kwa matukio haya mafumbo ya mpango wa wokovu, uwezo wa Yesu wa kuondoa dhambi. Ilikuwa inapaswa kuitangaza injili ya amani na wokovu kupitia toba ya dhambi na uweza wa Mwokozi. Mtu mmoja anaweza kusema kwamba kuhusu maombi ya siku, mara ngapi umeshuhudia katika maisha yako ya kwamba Yesu ndiye hai? Unaweza kusema mara fulani pia kwamba katika maisha yako, katika maisha yako ukikutana na mambo mawili, lazima imani yako itakuwa thabiti kutazama Yesu maisha yako yote. Moja, kama umewahi kukutana na shetani uso kwa uso, sio kwa sura, kuna mazingira ambayo yanaonyesha kweli hapa ya Mungu. Au kukutana na Yesu uso kwa uso kupitia hali fulani uliokuwa nayo, kama ulikuwa ni mgonjwa, kama mama fulani ambaye yeye alikuwa kuhudhuria hospitali kwa wiki mara 2, siku zake hazifanyi kazi, au yake ilikuwa ni mbovu na hana bima, kwa wiki alikuwa anatumia karibia $100,000. Na ndugu zake kafikia kuwa hata siku zake wakawa okay. Siku moja kanitafuta mchungaji au mwenye kuniombea, amekuwa mshiriki hafla alikama yule mama, kama angeweza kufika hapa angetuambia vizuri kwamba Yesu ni wa namna gani. Baada ya muda akiwa amekata tamaa, miguu yake ikiwa imevimba, hawezi kutembea, hata ngozi ya rangi yake imebadilika kama njano, sio njano, ni fulani hivi. Katikati ya kukatishwa tamaa, yule mama alikutana na Yesu. Kwa pili, alipona na walienda kupima hana ugonjwa wowote. Huyo nafikiria ukimwambia kwamba Yesu yuko hai, unajua ni rahisi kusema Yesu yuko hai kwa roho, ila sio kisha. Maana katika maisha yetu tumeshuhudia kwamba ni kweli jamani, Yesu Mwokozi wangu, Mwokozi wetu yuko hai na anafanya
Baadaye sio maksima ni mara bado na nguvu kwa miaka 30 kitu 40. Watoto wanalia, mume wake aelewe, maana wazazi wake walikufa kifo ambacho yeye pia anadai sote kama wazazi walikufa. Na baada ya kusema watu wanakufa kifo tulikuwa wanaume mshikilia ndani. Lakini akijitikisa wanaume wanaanguka chini, anapita katikati ya mahindi ili aende mlimani akute kuna mawe yale makubwa, ile miamba mikubwa, akajiangusha. Anaelekezwa akafanya hivi ili iwe mwisho wa maisha yake. Kufikisha kisa kwenye katika maombi, tukaomba kwamba mimi nina uthibitisho, na nakwambia tena, nina uthibitisho ya kwamba Yesu yuko anatenda. Amina. Na nitakuambukiza hii tabia ndani ya siku 10 ili uwe na hapo imani kwamba Yesu yuko anatenda. Nakumbuka lile ombi niliomba bila kufunga macho na bila sauti. Na nakuelekezea maombi yenye imani huwa sio marefu kulingana na situation tunayo. Ya kama nataka maombi marefu yale ambayo ya usiku huko chumbani na una amani kabisa. Ila kuna nyakati ambazo hautakuwa na maombi marefu na hiyo. Nikamwambia huyu Yesu ambaye yuko hai, ambaye yeye yuko kinyume na adui, ambaye yeye anawashikilia watu, yeye anashikilia afya za watu, anashikilia uchumi wa watu, na vijana anafunga baadhi ya mambo ili watu wasiwe kuwa na amani na kumtegemea Bwana kwenye maisha yao. Yesu alifanya jambo la pekee sana. Yule dada alifunguliwa na Yesu ambaye yuko hai na hatimaye baadaye akabatizwa. Amina. Ninakuletea huyu Yesu. Najua kwenda ningekupatia nafasi ungeweza kusema dakika moja jinsi gani umemshuhudia Yesu kama yuko hai katika maisha yako. Tuombe sana hitaji la Roho Mtakatifu, maana ni ahadi ya Bwana katika Luka 11 ile aya 13. Yesu ameahidi ahadi ya pekee ya Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana jioni ya leo. Usiwe kipofu kama wale wanafunzi wawili wa Yesu waliotembea usiku kwenda Emau wakiongea na Yesu ila kufahamu ni nani. Katika siku hizi kuu, Bwana atusaidie sana kwa namna ya kipekee, tumjue, tumfahamu Yesu na tujue mapenzi yake ni nini yapaswayo kupenda. Na tukishamjua, tutakuwa mioyo yetu itakuwa wazi kumweleza lile ambalo ni hitaji letu kwake bila wasiwasi. Jioni ya leo, kama vile ambavyo Yesu alishinda kaburi, akavuka vikwazo vyote, ninamuomba Yesu jioni ya leo katika mianzo ya siku hizi 10 za maombi, hebu ziwe ni sehemu ya mwanzo wa pekee kufungua
Yesu mwenye mamlaka ya kusamehe na kuondoa dhambi. Mwambie aiondoe ile dhambi, aondoe, maana dhambi ni adui anayefanya tushindwe kuwa na mahusiano ya karibu na Mungu. Nakosa ujasiri. Ataweza kupiga picha mbele mtoto ambaye kavunja chumba ya chai nyumbani. Mzazi kurudi, ile furaha ya kupokea mzazi inakuwa ndogo. Lakini kama haujafanya kitu unapokuwa huru, au kama umevunja chumba ya chai yake, fika unampokea na kumwambia hapo, baadaye unakuwa huru baada ya kuona mwitikio wa mama, baada ya kuwa huru. Mwambie Yesu ile dhambi inayokuzika kwa upesi na ikae mbali nao, ili yote mema tutakayozungumzwa na Bwana katika siku hizi ngumu, Bwana atutendee. Ninakupatia nafasi kulingana na afya yako. Wewe uketi, ukipiga magoti, dakika mbili zinatosha. Mwambie Yesu kwanza omba toba. Pia jambo la pili, muombe Mungu akupatie nafasi ya kuketi mikono pake kila siku mahali hapa. Lakini pia basi anza kumwambia ni nini ambacho unahitaji katika maisha. Weka hizo mbili za kutosha kabisa katika maombi. Karibu sana katika maombi. Tutasikia wimbo mechi ya 3 baada ya kukabili Bwana kabisa. Na sababu wote ile zungumza Bwana Amen.
Ikiwa kuna mtu yuko hapa, because tutaanza kuomba kuanzia kesho, wakati sanduku la maombi likisogea katikati. Ikiwa kuna mtu yuko hapa ndani katika mianzo ya siku hizi za maombi, afya yangu sio nzuri, ninahitaji uponyaji. Nazungumzia afya. Ikiwa una ndugu yako pia leo hajafika hapa, hii afya yake sio nzuri, unaweza pia ukaja kwa niaba au yake. Kwa hiyo tuko kama hapa, kwa maombi pia kwa ajili ya hao watu. Akiwa kuanzia kesho, tutakuwa nzuri kwa maombi ya kanisa. Chochote ambacho ni chema kilichoombwa kwa imani. Ikiwa unaamini kwa Yesu kwa hai, maana kwa kile kitu ambacho anatamani Bwana atende katika maisha yako, na wewe pia njoo. Sasa hawa watakuwa katikati, sisi tunaokuja kwa huduma yao na wewe pia. Alafu tutakuwa na maombi mafupi wakilishi. Naomba kuanzia wa kanisa lakini pia naomba mashemasi mkuu na mzee wa kanisa omba kwa ajili ya siku ziwe zenye tofauti na namna ya kipekee. Kila mtu anayekanyaga hapa
Mtakatifu uwe mahali hapa. Bwana atubariki. Mungu wetu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana jioni ya leo kwa upendo wako ambao umetufanyia. Ulikuwa pamoja nasi tangia mwaka jana katika siku 10 za maombi, na leo umetuleta tena hapa tena kutukuza. Tunakuomba Mungu wetu katika siku 10 hizi tuabudu wewe, tukajifunze neno lako na tukaenende sawasawa na mapenzi yako. Bwana, binti zako tumesimama kwa miguu yetu tukasogea hapa mbele wetu ulivyoitwa, na mambo mbalimbali ambayo tumeyaomba katika maisha yetu kupitia siku 10 za maombi. Kila mmoja tufunguliwe katika jambo lake, ikiwa ni wagonjwa wakapone, ikiwa ni watu wanaotafuta kazi wapate kazi, kama ni watu wanaotafuta wachumba wapate, na kama ni ndoa ambazo hazijatulia, Mungu wetu ukazitulize. Katika siku 10 za maombi tunaomba kwa tofauti na siku nyingine, tuendelee pamoja nawe. Mchungaji anapoendelea na maombi, tumelisha maombi ya kabali machoni pako wale tunaomba tena kwa Yesu. Amen. Asante Yesu kwa maombi ya watoto wako. Ninakushukuru kwa sababu wewe uko hai jana, leo na hata milele. Maombi ya watoto wako katika mioyo yao yanapoendelea kumiminwa kwako, maombi yaliyoandikwa katika karatasi wakiamini ya kwamba maombi hayo yanaandikwa kwako, naomba Yesu ukatubariki sawasawa na mapenzi yako. Ninakuomba Yesu kwa namna ya kipekee sana, lolote ambalo ni hitaji la watoto wako, kila mmoja anakulilia katika moyo wake, iwe ni afya ama ni ajira ama ni biashara, kilimo, ufugaji, kila aina ya hitaji la kiuchumi alionao, vilio vya watoto, ndoa, mahusiano ya vijana, malezi na kila aina ya mtindo wa maisha ya wanadamu. Baba, hapa mjini kuna mambo mengi yakitazamana, lakini napoona kundi kama hili na watoto wako wa Luguruni wamekuja kukusanyika hapa tena siku ya katikati ya juma, inadhihirisha kwamba Yesu wanakuamini na wanakutumaini. Nachokuomba kwa namna ya kipekee, kila mmoja anatenga muda wake kiasi ili kuungana kwa pamoja na jumuiya ya Luguruni ili kukuita kwa maombi. Naomba asiwepo hapa mmoja atakayejuta kufika hapa, wote tupatie ushuhuda
tunaomba tupatie ushuhuda wenye nguvu wa kuwaeleza watu wasioamini kwamba Yesu kwa hai. Yesu kama ulishika kaburi, shika magome yote yaliyo mbele yetu. Nafundisha mioyo yetu iwe na unyenyekevu, iwe na shukrani ya kwamba yote tuyapatayo wewe umetenda. Basi naomba Yesu siku ya kwanza tuondoke hapa tukiwa na ujasiri wa namna ya kipekee. Tuondoke hapa tuna imani ya kwamba yale magumu yamewezekana kwa jina la Yesu. Hata mzazi ambaye tarehe 12-13 haelewi ya kwamba mtoto atarudi kwa namna gani shule, tayari umeandaa njia katikati ya jangwa la ukame wa fedha. Wewe unajua wapi Baba, asante kwa sababu hata wagonjwa umewaponya kwa jina la Yesu. Hata ile ambayo amefika hapa hana amani katika familia yake, tunaomba Yesu mfalme wa amani wapatie amani. Amen. Na yeyote ambaye yuko hapa ama hayuko hapa, adui amemfunga kwa nguvu za pepo wachafu. Wako pepo aina nyingi, sio tu waliopangazwa watu, wako pepo hata watu ambao hawapendi ibada, hawapendi neno lako, hawapendi maombi. Baba, ukawafungue watoto wako kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu umepokea maombi yetu. Ninakushukuru kwa imani kwa sababu umepokea maombi yetu na utatubariki kupitia jina la Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na kila mmoja anayeamini apaze sauti kwa kusema amen. Amen. Bwana tubariki na utakia usiku mwema kwenye maombi na baraka tele. Jiandae kukutana na Yesu. Usikose maombi haya ya siku 10 hata siku moja. Omba uweze kushiriki kama tukaja kwa zile kanuni, maelekezo ya hatua zile